Awali ya yote, ndugu waandishi wa habari, naomba tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na uwezo usiowezwa na yote yule, ambaye kwa mapenzi yake ya dhati ametujalia sisi kukutana mchana huu na kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanahusu vijana. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita leo hii ili tuweze kuzungumza na kutoa mustakabali wa pamoja na kuonyesha njia kwa vijana wa Kondoa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu waandishi wa habari, kama tunavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na sisi vijana ndio tunategemewa katika kuhakikisha taifa linapata viongozi bora, viongozi wazalendo, viongozi wenye uchu wa maendeleo na viongozi wanaokubalika kwa Watanzania wengi. Ndugu waandishi wa habari, natamani nionyeshe umuhimu wa jumuiya ama umuhimu wa vijana kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwahi kuzungumza katika spichi zake akielezea umuhimu wa vijana kushiriki uchaguzi. Jakaya Mrisho Kikwete alisema, vijana ni nguvu kazi ya taifa katika kujenga, kulinda na kuliendeleza taifa. Kwa mantiki hiyo, ndugu waandishi wa habari, vijana tuna jukumu zito kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na hivyo sisi kama vijana, hususani vijana wa Kondoa, tunatakiwa tulibebe jukumu hili na kwenda kulipigania mpaka uchaguzi utakapoisha, tuwe tumeyakamilisha jukumu zito ambalo tumekabidhiwa. Jukumu la kwanza, sisi kama vijana tunatakiwa tutambue, ili tupate haki ya kupiga kura, ni lazima tujiandikishe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Daftari hili limekwisha anza kuandikishwa na sasa hivi lipo kwenye kurekebisha taarifa za watu mbalimbali. Na sisi kwetu katika wilaya yetu ya Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla, kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 itakuwa ni msimu wa sisi kujiandikisha kwa wale ambao walikuwa hawajajiandikisha, lakini kwa watu ambao wamehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maana yake tunakwenda kurekebisha taarifa zetu. Hilo ni jukumu la kwanza la vijana. Maana hili tuweze kugombea, ili tuweze kupiga kura, ili tuweze kupigiwa kura, ni lazima na sisi tuwe tumejiandikisha. Lakini jukumu la pili la vijana katika msimu huu wa uchaguzi ni kuweza kupata taarifa sahihi kuhusu uchaguzi. Yaani vijana sisi yatupasa tuweze kutafuta ili tuweze kuzipata taarifa za kina kuhusu uchaguzi, kuhusu wagombea na mchakato mzima wa uchaguzi. Na hapa naomba kunukuu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 5, ambayo ina kifungu kidogo cha kwanza na ibara ndogo ya pili pamoja na ibara ndogo ya 3. Ibara ndogo ya kwanza inaelezea kwamba kila Mtanzania ana haki ya kupiga kura, Mtanzania aliyefikisha miaka 18. Ambapo ibara ndogo ya pili inaweka exception. Sasa kuna baadhi ya watu ambao inawatoa kwenye kundi hili la kuweza kupiga kura. Lakini kundi la 3 ama ibara ndogo ya 3, hii inaelezea sasa, ambao ndio lengo letu kubwa. Ibara hii ndogo ya 3 inalipa bunge mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia mambo makubwa ambayo yanaendea kwenye uchaguzi huu mkuu. Ambapo jambo la kwanza tumelizungumza hapa ni kuanzisha daftari la kudumu la mpiga kura pamoja na kuweka utaratibu wa kuliboresha daftari hilo. Hapa bunge lilipewa mamlaka hayo na tayari haya mamlaka limeshaanza kuyafanya. Limeshaunda daftari hili la kudumu la wapiga kura, watu wamekwisha kujiandikisha, na mchakato unaoendelea sasa hivi ni mchakato wa uboreshaji. Kwa hiyo sisi kama vijana ni lazima tufahamu kwamba tunatakiwa tushiriki kujiandikisha, lakini kama tulihama au kuna taarifa zilibadilika, tushiriki katika uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ili tuweze kupata haki ya kupiga kura na kupigiwa kura. Lakini pia katika kuweka wazi taarifa, bunge limepewa haki ama limepewa mamlaka ya kutaja sehemu na nyakati za kuandikisha wapiga kura na vituo vya kupigia kura. Maana yake hapa sasa ikifika wakati wa uchaguzi, lazima hapa viainishwe vituo vya kupigia kura, na ndio kazi inayofanya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia lazima uwepo utaratibu wa kumwezesha mpiga kura kuweza kupiga kura sehemu moja baada ya kutoka sehemu nyingine. Mamlaka haya pia yameachiwa kwa bunge kutunga sheria, ambapo tayari imeshatunga sheria na limekabidhiwa Tume Huru ya Uchaguzi. na shughuli nyingi ambazo zimeainishwa hapo chini. Kwa maana nyingine sasa
ibara hizi zinakumbusha tume ya uchaguzi. Na ikumbuke tume ya uchaguzi, na sisi tunataka kutoa rai hapa kwa tume ya uchaguzi, kwa TAMISEMI, vyombo vya habari, lakini bila kusahau halmashauri zetu za humu ndani kuweza kutoa taarifa hizi za masuala ya uchaguzi hadharani kwa wakati, lakini kwa uwazi, ili kila mmoja aweze kutambua jukumu lake. Lakini jambo la tatu kabisa ambalo ni jukumu kubwa tulilokuwa nalo sisi vijana wa Kondoa, vijana wa Dodoma na vijana wa Kitanzania kwa ujumla, ni kuchagua kiongozi tunayemtaka. Sisi kama vijana tulivyozungumza huko nyuma, ndio tumebeba jukumu zito la kujenga taifa hili, kulilinda na kulitetea. Hatuwezi kulijenga, kulinda na kulitetea kama tutakuwa na viongozi ambao ni magoigoi. Kwa hiyo sisi kama vijana tuna haki ya kuchagua viongozi tunaowataka. Maana yake ukifika muda wa kwenda kupiga kura, sisi vijana twendeni tukapige kura. Lakini jambo la nne ambalo ni mzigo tunatakiwa tuubebe sisi vijana wa Kondoa, sisi vijana wa Dodoma, tunatakiwa kubeba mzigo wa kugombea nafasi za uongozi. Vijana hatuna haki ya kuchagua tu, lakini tuna haki pia ya kuchaguliwa kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo vijana wenye uwezo, vijana ambao wamejipima, wenye uzalendo wa kutosha, uwajibikaji wa kutosha na uadilifu wa kutosha, wanapaswa kugombea nafasi mbalimbali. Na uchaguzi huu mkuu kuna nafasi nyingi, nafasi za udiwani, nafasi za ubunge. Tuna uwezo sisi vijana kwenda kugombea. Kwa hiyo ukijipima, ukiona kijana una uwezo wa kugombea, usiogope, nenda kagombee. Lakini jambo la mwisho kabisa ambalo vijana sisi tunatakiwa kulibeba wakati tunaelekea kwenye uchaguzi huu ni kulinda usalama wetu na usalama wa wengine. Ndugu zangu waandishi wa habari, usalama wetu, amani yetu wa Tanzania ni tunu muhimu ya taifa letu. Yatupasa tuilinde kwa hali na mali. Na sisi vijana ndio tuna jukumu kubwa kulinda amani yetu wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Vijana tuilinde amani. Tukiona kuna watu wanaita chokochoko za kuvunja amani, tusikubali wala tusiwafumbie macho, tuwaonye kwa maneno yetu, tuwakataze kwa mikono yetu. Na tukishinda basi tuchukie yale mambo ambayo yanaweza kuleta tafrani katika amani yetu. Amani ambayo imelindwa na wazee wetu kuanzia miaka ya zamani toka taifa hili linapata uhuru. Ndugu zangu waandishi wa habari, haya ndiyo mambo ambayo nilikusudia kuweza kuwaambia vijana wa Kitanzania, kuwaambia vijana wa Kondoa. Tupo kwenye msimu wa uchaguzi. Tunaingia kwenye uchaguzi. Tuhakikishe tunakwenda kuyabeba haya majukumu matano ya vijana kuelekea uchaguzi. Kwanza tukajiandikishe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ambao nimesema kwa sisi hapa Kondoa na mikoa mingine, mikoa ya Morogoro, mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, mikoa ya Singida, mikoa ya Mtwara, Unguja, Pemba, kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 tunakwenda kujiandikisha, kurekebisha taarifa zetu. Basi sisi vijana ambao hatukupata bahati ya kujiandikisha kwenye awamu ya kwanza, twendeni tukajiandikishe kwenye awamu hii ya pili, ili tuweze kupata haki sasa ya kupiga kura, yani ya kuchagua viongozi sahihi. Lakini vijana pia tujishughulishe katika kupata taarifa sahihi ili tuweze kuchagua hao viongozi wazuri. Hatuwezi kuchagua viongozi wazuri kama hatujapata taarifa sahihi. Kwa hiyo haya ndiye majukumu mazito ambayo tumeyabebesha ama tumebebeshwa sisi vijana wa wilaya ya Kondoa, sisi vijana wa Dodoma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na ninyi waandishi wa habari pia tusaidiane kwa pamoja katika kuhakikisha vijana wanapata taarifa. Ninyi waandishi wa habari mna nafasi kubwa sana katika kuhakikisha vijana wanapata taarifa sahihi. Vijana wanapata taarifa kwa wakati. Hii itawasaidia kuweza kujiandikisha kwa wingi, kuchagua viongozi wazuri, lakini pia kugombea nafasi mbalimbali ili na wao waweze kuchaguliwa. Kwa tamko hilo sasa, kama kuna swali lolote naomba muweze kuniuliza ili tuweze kulitolea ufafanuzi wakati tunaelekea 2025 kwenye uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni. Asante mwenyekiti, shukrani sana kwa taarifa fupi kuhusiana na zoezi zima la kujiandikisha ambalo linaanza siku ya kesho. Na tumeona pia vijana pia wana nafasi kubwa ya kuweza kushiriki, lakini kama ambavyo umezungumza. Lakini kuna kauli ambayo kidogo vijana wanakuwa wanakatiza tamaa
na baadhi ya watu wazima tuseme, au watu ambao wapo katika kundi fulani la utu uzima, kwamba wanamwambia kijana, wewe bado. Ile kauli ya kusema wewe bado, pengine kama mwenyekiti wa vijana katika wilaya hii kwamba kupitia Chama cha Mapinduzi, pengine neno bado kwa vijana, unawaambiaje sasa wale wazee ambao tayari wanaanza kuwakatisha tamaa vijana kushiriki kwenda kuchaguliwa kama haki zao za msingi? Nashukuru sana kwa swali zuri. Nafikiri sasa jamii inatakiwa utambue kwamba huu ni wakati ambao wazee wanahitajika kuwaamini sana vijana. Na nataka nikuambie siku zote hiyo bado ni kutokuwa tayari. Ndio watu wataambiwa bado, we bado. Lakini kijana ukishaona wewe uko tayari kwa ajili ya kugombea, swala la bado halihusiki hapo. Maana utayari wako ni dhamira yako ya dhati, kwamba mimi na dhamira yangu ya dhati nitaji kugombea, lakini na dhamira yangu ya dhati nitaji kuwaongoza wananchi. Ukiwa na hiyo dhamira ya dhati, huo muda wa bado wewe hakuna. Maana yake tayari umeshafikia muda wa kugombea. Kwa hiyo kazi kubwa ya wazee wetu sasa hivi ni kutuamini vijana na kutupa nafasi ili tuweze kuonyesha ule uwezo ambao tunao. Kwa hiyo wazee sasa hivi wasiwe na mashaka na vijana, wawape nafasi vijana ili vijana waweze kuonyesha uwezo wao katika nyanja nzima ya uongozi. Tunasema hivi, vijana ni kama mti wa matunda, lakini wazee ni miti ya kivuli. Kwa hiyo ukitaka matunda, basi waamini vijana. Ukitaka kivuli, waamini wazee. Ndio bado tunasema vijana tunatoa matunda, alafu tunakwenda kupumzika kwenye miti ya kivuli ya wazee kwa ajili ya kutushauri. Kuna tatizo kubwa la vijana kwenda kushiriki kuchukua nyaraka kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi ambao wanataka, lakini kinyume na hapo wanakuwa hawashiriki kwenda kuchagua, bali wanatumia vitambulisho hivi ambao wamepata kwa ajili ya vitu vingine. Sasa unawaambiaje vijana ambao wanakutazama hivi sasa kwamba wamekwenda kujiandikisha kuanzia kesho na mpaka hadi tarehe 22 kwa lengo la kwenda kupata haki ya kwenda kuwachagua viongozi, na si lengo la kwenda kufanya matumizi mengine kupitia hizo nyaraka ambazo utazipata? Wataalamu na Waswahili wa sasa, ile kadi ya mpiga kura wanaita kichinjio. Kazi yake kubwa kabisa ni kuhakikisha tunakwenda kupiga kura. Ndio kazi ya kichinjio. Hizo kazi zingine ni kazi za ziada, lakini kazi kubwa na maana inaitwa kitambulisho cha mpiga kura ili kukufanya kuweza kupiga kura. Kwa hiyo vijana tuna haki ya msingi ya kwenda kujiandikisha ili tuweze kukipata kile kitambulisho cha kupigia kura, na hatimaye tukapiga kura kumchagua kiongozi tunayemtaka, lakini pia kiongozi mwenye maadili, kiongozi mwenye uadilifu. Kwa sababu press ya leo inahusiana na urekebishaji wa taarifa za daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa yule ambaye hawajui maana kurekebisha taarifa hizo, hajui maana nini maana ya kurekebisha taarifa zake katika daftari la kudumu la mpiga kura, hebu tuambie anatakiwa kuzingatia nini na nini, au anatakiwa awe nini na nini? Jambo la kwanza kabisa, kwa watu ambao walikwisha kujiandikisha, aliyejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, safari hii, awamu hii ya pili, inawapa fursa sasa wao, kama ilitokea kuna changamoto yoyote. Ndio maana ukienda kwenye vituo vya kupigia kura yamebandikwa majina ya watu. Kwa hiyo unaenda kuhakiki, je, jina lako liko sahihi, taarifa zako ziko sahihi za kupiga kura? Ukikuta taarifa zako ziko sahihi, maana yake hauna haja ya kurekebisha. Lakini kwa wale ambao walitokea labda wamehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu tunavyofahamu uchaguzi huu unahusisha uchaguzi wa madiwani ambao ni kwenye kata na wabunge. Sasa kuna mtu pengine ametoka jimbo moja kwenda jimbo jingine, anatakiwa kubadilisha taarifa zake. Ametoka kata moja kwenda kata nyingine, anatakiwa kubadilisha taarifa zake ili aweze kupiga kura kwa nafasi zote tatu. Lakini pia kuna watu wamepoteza sifa za kuwa wapiga kura. Kuna watu wamefariki, pia nitakuwa waondolewe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ili kuleta ile accuracy ya daftari letu la kudumu la wapiga kura, na mambo mengi ambayo tunaweza kuenda kuyarekebisha kwenye daftari hili la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo ukiona taarifa zako ama ulipewa kitambulisho chako kina taarifa ambazo zina shida, unakwenda kurekebisha. Lakini kama hauna uhakika, nenda kwenye kituo, kahakiki jina lako, je, kweli lipo? Lakini unasema umejiandikisha kumbe jina lako halipo. Kwa hiyo vijana sasa twende tukatembelee vituo tulivyojiandikisha kuhakiki, je, majina yetu yapo, na kama yapo hayana makosa yoyote. Kwa hiyo ndo msingi wa katiba kulielekeza bunge kuweka utaratibu wa kufanya marekebisho ya daftari la kudumu la wapiga kura ili liweze kupata ile data sahihi ya wapiga kura.
Sana nikushukuru sana mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya hii ya Kondoa. Pengine tunazungumzia kuhusiana na mwenendo wa vijana, na vijana wengi mara nyingi wanatumika hasa wakati wa uchaguzi kuleta dhuluma ambazo hazitajiki, pengine kuleta mambo ya kiusalama na kuwa sintofahamu kama ambavyo tulizungumza mwanzo. Unazungumza na vyombo vya habari sasa, wito wako kwa vijana ambao wanatumika tofauti na nia hii ya kwenda kushiriki uchaguzi ama kwenda kujiandikisha? Wito wangu nataka niwajuze vijana kwamba sisi huwa tunaonekana kama 20% ya taifa la leo, lakini nataka niwaambieni vijana ni 100% ya taifa la kesho. Kwa hiyo vijana tuepuke kutumika kwa maslahi ya watu binafsi. Kazi ya vijana ni kutumika kwa ajili ya nchi yao. Basi hiyo ndio kazi kubwa na jukumu kubwa la vijana. Yaani kijana anatakiwa afurahi pale anapotumika kwa ajili ya nchi yake, sio anapotumika kwa ajili ya mtu. Vijana tusikubali kubeba mabegi ya watu. Vijana tusikubali kuwa machawa wa watu. Vijana tusikubali kuwa watumishi wa watu. Vijana twendeni tukalitumikie taifa letu, tukalijenge taifa letu na kulilinda taifa letu. Sisi ni watu muhimu sana kwenye taifa hili. Na ukiangalia hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, ameona thamani ya vijana. Hata ukiangalia sasa hivi teuzi zake nyingi, vijana wengi wanaaminiwa. Hii ni kwa sababu anataka kuwaonyesha umma kwamba vijana sio wabeba mabegi. Vijana nao wanatakiwa kubebewa mabegi. Labda la kumalizia, katika mazungumzo yako nikinukuu kuwa kuna sehemu umesema vijana wanataka kujitokeza sana katika nafasi za kugombea nafasi mbalimbali. Ikiwa wewe kama kiongozi wa vijana katika umoja wa vijana system la Kondoa, wewe je, upo katika hao watakayejitokeza kugombea nafasi? Nashukuru sana ndugu mwandishi kwa swali hilo zuri, na nataka niwaambie utaratibu wa nchi yetu, hususan chama chetu cha Mapinduzi, unakwenda kwa hatua. Sasa hivi tupo kwenye hatua za kujiandikisha, na mimi ni miongoni mwa vijana ambao wanatakiwa kujiandikisha ili kuweza kupiga kura. Lakini pia sijakatazwa na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kugombea nafasi zitakapokuwa zimetangazwa. Kwa hiyo muda ukifika, ikitokea nafasi zimetangazwa na mimi nikawiwa kwa wakati huo, nami pia nina haki kulingana na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kugombea nafasi yoyote ambayo nitaona ama nitajipima na kuona kwamba nina uwezo wa kuiongoza nafasi hiyo.